Kauli tano ambazo hautakiwi kuziamini za mwanamke ambazo anaweza akawa anazizungumza, kwa maana asili ya wanawake huwa ni waongo. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba kuna kauli tano ambazo mwanamke anaweza akazizungumza kwa kujifurahisha, lakini katika uhalisia ni kauli ambazo hawezi kuziishi, kwa sababu asili ya wanawake huwa ni waongo. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba mwanamke akizungumza hizi kauli hautakiwi kuweza kuziamini. Kauli ya kwanza kabisa ni kauli ya kudai kwamba yupo single. Yaani mwanamke akikwambia yupo single hautakiwi kumwamini, kwa sababu ni kauli ambayo ni ya kujifurahisha anapokuwa anaongea, lakini ukweli anakuwa anakudanganya. Na pia kauli ya pili ni kwamba hawezi kudeti na mwanaume zaidi ya moja. Hii ni mojawapo ya kauli ambayo mwanamke anaweza kaizungumza, lakini ukweli ni uongo. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kufahamu hilo. Na pia kauli ya tatu ni kauli ya kudai kwamba hawezi kununuliwa, yaani hawezi mwanaume kumpa pesa ili aweze kufanya naye mapenzi. Ni kauli mojawapo ambayo mwanamke anaweza kaizungumza, lakini kwa kawaida huwa ni waongo. Kwa hiyo ni mojawapo ya kauli ambayo utakiwa kuitilia maanani mwanamke anapokuambia. Na pia kauli ya nne ni kauli ya kukwambia anakupenda wewe peke yako. Hii ni mojawapo ya kauli ambayo mwanamke anaweza akakwambia, lakini ni kauli ambayo unatakiwa uipuuzie, kwa maana wanawake asili yao ni uongo. Na pia kauli ya tano ni kauli ya kudai kwamba hawezi kuzaa kama hayupo kwenye ndoa. Hii ni mojawapo ya kauli ambayo ya mwanamke anaweza kaizungumza kwa ajili ya kujifurahisha, lakini ukweli anakuwa anakongopea. Kwa hiyo ni mojawapo au hizi kauli zinathibitisha kwamba mwanamke anaweza kazizungumza, lakini kwa sababu yeye mwanamke au asili ya wanawake ni waongo, ni kauli ambazo ni za kujifurahisha, lakini hawaziishi katika hizo kauli ambazo wanazizungumza. Na ni mojawapo au ni shahidi kusikia mwanamke anazungumza hizi kauli, alafu ukimfuatilia unaona kabisa kwamba ni uongo. Kwa hiyo kuna kauli ambazo mwanamke akizungumza anakuwa anajifurahisha, lakini asili yao ni asili ya uongo. Kwa hiyo ni lazima aweze kuzungumza ili mradi aweze kujifurahisha, lakini asili yao ni kwamba hizi kauli huwa wanazizungumza kwa ajili ya kujifurahisha, lakini hawaziishi hizi kauli, kwa maana asili yao huwa wanataka waonekane kwenye jamii ni wema, lakini sio kweli. Kwa hiyo huwa ni uongo ambao wanakuwa na uzungumza. Kwa hiyo ni vyema zaidi kuweza kufahamu hilo, lakini pia nikukumbusha, unaweza kuingia katika mahusiano sahihi kupitia kitabu. Kitabu hiki kitakusaidia sana kuweza kuingia katika mahusiano sahihi ambayo yatajenga ndoa sahihi. Hakikisha unapata hiki kitabu. Kitabu hiki kitakusaidia mno mno. Kama unahitaji kupata ushauri ama video za siri za mapenzi, hakikisha unanicheki WhatsApp kwa namba ambayo inapita katika skrini yako. Utapata ushauri na utasaidiwa hata kama utakuwa na changamoto yoyote. Naitwa Isaac Kanyankole. Asante.